Zaidi ya vijana 500 kutoka katika kaunti za Mombasa, Kilifi na Kwale wanadai kudhulumiwa baada ya kuahidiwa ajira katika mataifa ya ughaibuni kupitia mpango wa serikali chini ya Waziri Alfred Mutua, licha ya kuambiwa kuwa wangesafiri kufikia Agosti mwaka 2025. Hakuna hata mmoja aliyewahi kusafiri. Leo vijana hao wamekutana katika bustani la Uhuru Mapembeni katika kaunti ya Mombasa na kuzungumza na vyombo vya habari athari walizozipitia na kutaka hatua za haraka kuchukuliwa kutoka kwa serikali. Tukafanya interview Mama Ngina, tulianza na Mama Ngina kwanza. Tukatoka Mama Ngina tukaambiwa tukae safari kwamba kesho kutwa tutasafiri. Mpaka leo bado hatujaisafiri. Tukaenda tukafanya interview nyingine ya Nita nayo tumefanya, tunaambiwa kazi hakuna. Kwa na hopes tukishaenda huko wenyewe tutajifanya tu vitu zetu, tutaacha kudepend wazazi wetu. Hao watu wamekuwa kituzungusha huku. Mimi mwenyewe went to Nairobi May, nikaenda nikafanywa interview huko na 15k. Yetu wenzangu wakafanywa interview Gulf Mombasa na 1500. So watu wanataka wanatuestia pesa, wanatuestia time. Na ukiendelea kuwasumbua watu wanakublock. Like kama mimi mwenyewe pia nilikuwa kazi, ikabidi niache kazi yangu yenye nilikuwa nafanya. Nini boss haizi kuacha hapo kwa kazi kila siku ni mtu naomba ruhusa, like nataka kwenda huku hawezi kuruhusu boss. So ikabidi nimequit kazi, niangalie tu neno moja. Nimequit kazi nikijua zaidi atanisafirisha. Bado hajanisafirisha mpaka sasa hivi. Kuna kazi nimekuwa nikiitwa pia siwezi enda kazi, wamenizuia. Vijana hao walisema waliagizwa kuchukua mikopo ya $200,000 kupitia benki ya Equity chini ya mpango wa Youth Fund na kuweka dhamana mashamba, mifugo au hata nyumba, kila mmoja akilipa shilingi $180,000, fedha walizozituma kwenye akaunti walizoelekezwa na mawakala wa Zawadi Agency. Ni loan ambayo tuliapply na serikali ya Youth Fund. Tuliapply $200,000, pesa ikaja $180,000. Wakatuambia tu transfer kwenye akaunti zao, transfer letter ambayo ni hizi hapa tuko nazo. Na ambapo hiyo loan tumeweka vitu vyetu kama kudhaminiwa, ambapo tukikosa kulipa hiyo loan tutachukuliwa hivyo vitu vyetu. Nilienda Youth Fund nikaenda nikapana title deed yangu, iko na 3.5 hectares. Niliweka kwa sababu gani? Nipate udhamini, kwa niweze kupewa pesa nifanyaje nisafiri. Lakini hadi wa leo kila kukicha ni safari za uongo. Hakuna lolote la maana. Hali hii imewasukuma wengi katika ukata, msongo wa mawazo na migogoro ya kifamilia, huku benki ya Equity ikiendelea kuwadai mikopo ambayo walichukua kwa matarajio ya safari ambazo hazikutimia. Sisi tuahisi vibaya kwa sababu hakuna vile tutalipa loan Equity na tulijigaranta sisi wenyewe kutumia dokumenti zetu sisi wenyewe. Wao hawako kwenye hayo mambo na hiyo loan kabisa. Sasa ukizidi kuwauliza ile kindani wanakuambia kama wataka passport yako njoo Nairobi uipate. Na passport hatukupeleka Nairobi sisi. Maana imefikia mahali pia nyumbani siaminiwi, najulikana kwamba nilikula pesa, aliyakuwa mimi siko mkora. Kulingana na vijana hawa, mawakala wa Zawadi Agency sasa hawapatikani, huku simu zao zikiwa zimezimwa na hawajibu jumbe, jambo linaloongezea hofu na mkanganyiko. Lakini baada ya kupata loan na kutuma kwenye akaunti zao, kina Zawadi wamekuwa werevu na they don't communicate anymore. Ilhali kabla ya kupata loan walikuwa wako na sisi bega kwa bega. Sasa hizi hawa communicate, wanatumia lugha chafu kwetu. Wana to ignore, hata ukitext ukipiga no one is receiving. Wanatupatia interviews zenye hazieleweki na offer letters zenye hazieleweki. Kulingana na hiyo agreement au maagent walituambia baada ya miezi 3 tutakuwa tushatoka hapa kwenye ino nchi. Lakini cha kushangaza ni kwamba ukiwapigia simu wanakuambia wanatengeza station, wanatengeza malls na wanakutengezea visa. Lakini ukiketiketi na ukiwapigia wanakuambia usubiri, kuwa na subra. Yaani hawana jibu lolote lile la kutupatia sisi. Vijana hawa wanasema hawatachoka kutafuta majibu na haki yao, na wanataka serikali kutoa mwelekeo wa haraka ili kuokoa maisha yao ya wanaoathirika na mchakato huu. Kwa hiyo tunaomba serikali ama Alfred Mutua ambaye alituintroduce kwa Zawadi, tunataka haki itendeke. Tunataka kusafiri, tunataka kazi. Ajua amezuia hadi passport zetu.
na Ruto pia atusaidie kwa hili juu, endo aliweka pesa za youth fund ili tupate kusaidika. Tuomba usaidizi tupate kazi. Kama Zawadi ameshindwa, cooperate na other agencies tupate kazi. Kwa sababu hizo loan zafaa kulipwa na kuna vitu tulieka. Itakuja itu affect tu pale. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa Wizara ya Kazi au ile Wizara ya Mambo ya Nje kuhusiana na madai haya. Vijana wakisema wanatarajia majibu, wakisisitiza kuwa hati zao za kusafiri zirudishwe. Kutoka kaunti ya Mombasa nikiripotia Al Hajar TV, langu jina ni Mohamed Atiba Abdallah.